Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Hili ni somo la 5. Na leo ni Januari 27, tukiangazia mada inayosema dhabihu iliyo hai. Jumanne. Soma wa Filipi 2:17, Timotheo wa pili sura ile ya 4 aya 6, Warumi 12 aya ya kwanza na ya pili, na Wakorintho wa kwanza sura ya 11 aya ya kwanza. Paulo anasema nini katika vifungu hivi? Paulo tayari anaelezea mtazamo kinzani wa kushangaza kuhusu ikiwa ataishi au kufa katika kumtumikia Kristo. Wafilipi 1:20 hadi 23. Sasa anapendekeza uwezekano halisi kabisa wa kumiminwa juu ya dhabihu. Wafilipi 2:17. Hii tamathali ya semi inatokana na desturi ya kale ya sadaka ya vinywaji inayohusisha kumwaga kionevu kama vile mafuta, divai au maji kama sadaka kwa Mungu. Tazama kwa mfano Mwanzo 35:14, Kutoka 29:40, Samueli wa pili 23:15 hadi 17. Upotevu wa wazi wa kionevu cha thamani kama tendo la ibada unaweza kutukumbusha tendo la Mariamu la kumpaka kichwa na miguu Yesu kwa marhamu ya nardo safi ya thamani nyingi. Marko 14:3 hadi 9, Yohana 12:3. Wakati ambapo si sadaka ya kinywaji hasa, kwa wazi iliwakilisha dhabihu kubwa sana ambayo ilielezea kwa kufaa dhabihu isiyo na ukomo ya Kristo kwa ajili ya wokovu wetu. Ikiwa Paulo angeuawa kwa ajili ya kazi yake ya kueneza Injili, angefurahi kwa sababu maisha yake yalikuwa yanamiminwa kama sadaka kwa Mungu. Kwa sababu sadaka ya vinywaji katika Biblia ya Kiebrania kwa ujumla haisimami peke yake, bali inaambatana na sadaka ya kuteketezwa. Tazama Hesabu 15 ya kwanza hadi ya 10, Hesabu 28 ya kwanza hadi 15. Paulo angechukulia kutoa maisha yake kuwa kikamilisho kinachofaa cha dhabihu na utumishi au huduma cha waamini huko Filipi, ambao kwa njia ya imani wamechagua kutoa maisha yao kwa Mungu kama dhabihu iliyo hai. Warumi 12 aya ya kwanza. Wakristo wa awali pamoja na wale wa Filipi, Wafilipi sura ile ya kwanza 27 hadi 29, walikuwa na bidii katika kushiriki imani yao. Walienda wakieneza Injili nyumba kwa nyumba, Matendo 5:42. Walifungua nyumba zao kwa ajili ya kujifunza maandiko, Matendo 12:12, Wakorintho wa kwanza 16:19, Wakolosai sura ile ya 4:15 na Filemoni aya ya kwanza na ya pili. Na waliweza kutoa sababu kutoka katika maandiko kuhusu kile walichoamini, Matendo 17:11, Matendo 18:26 na Petro wa kwanza sura ile ya 3 ya 15. Waasisi wetu wa Adventista walifanya vivyo hivyo. Badala ya kutegemea wachungaji kueneza ujumbe kwa majirani zao, walishiriki imani yao. Wakatoa mafundisho ya Biblia na kuwaandaa watu ili wawe tayari kwa ajili ya ubatizo mchungaji atakaporudi. Kwa ufupi, kwa kujitoa sana binafsi wao wenyewe, yaani kama dhabihu iliyo hai, walifanya kazi ya kueneza Injili. Je, hatupaswi kufanya zaidi? Tafakari juu ya kile ambacho maisha yako yangemaanisha kuwa dhabihu iliyo hai. Unajitoa mhanga kiasi gani kwa ajili ya ufalme wa Mungu? Na jibu lako linakuambia nini kuhusu wewe mwenyewe? Hii ni Januari 27, siku ya Jumanne, mada ikisema dhabihu hai. Kumbuka hili ni somo la 5, somo linalosema kuangaza kama mianga usiku.
Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Mungu atubariki sote na nikutakia wakati mwema.